Watoto wa Mungu tunapaswa kuishi ukweli, tuishi maelekezo ya Mungu. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu anataka kuishi maisha ya utakatifu, tunapaswa kuhakikisha chochote kile ambacho kimefanyika kitaondolea utakatifu wetu, kitaharibu utakatifu wetu, kitaharibu uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu, tunapaswa kukiacha. Kwa tunachoona wajibu katika familia ni kukumbushana tu, tunapaswa kuwe nuru. Kuwa nuru maana ile basi katika jamii tulifanye na wenzangu wataiga kutokulifanya kwa nini kutokulifanya. Ifike mahali tuwe na uthubutu wa kusema hapana kwa habari ya dhambi zinazosababishwa na mila na desturi mbalimbali. Tuwe na uthubutu wa kusema hapana katika hali ambayo tumeanzisha familia bila msingi mtakatifu wa Mungu. Yaani tumeingia kwenye ndoa, maisha yake na mume bila sakramenti ya ndoa, bali tumefanya tu masuala ya mila na tukamaliza. Kwa hiyo tunapaswa sasa tuanze upya. Tunapokuwepo katika mwaka huu wa Jubilei Kuu, wito wetu mkuu tunaitwa kuongoka, kuiacha mabaya na kutenda mema. Msingi nami ni msingi kwa pamoja msingi Mwenyezi Mungu atujalie kuishi maisha ya uongofu, atujalie kujitambua kwamba sisi ni watoto wa Mungu na watoto wa Mungu, Mungu ni baba yetu. Hivyo tumheshimu Mwenyezi Mungu, tufuate amri zake. Na Mwenyezi Mungu ametupa viongozi wa kiroho, ndio mapadri wetu katika parokia mbalimbali, na kama ni parokia hapa ni Mheshimiwa Padri Konstantini Changwe. Yeye tunafundishwa na Mtaguso Mkuu wa Vatikani kwamba ni baba na tumuone kama baba mzazi wetu. Jinsi ambavyo nyumbani tunamheshimu baba aliyetuzaa, tunapaswa kumheshimu zaidi padri. Kama ambavyo nyumbani hatuwezi tukamsema na kumchukia baba mzazi aliyetuzaa, hali kadhalika ni zaidi sana tusiwachukie mapadri. Kama ambavyo nyumbani hatuwezi kumsema, kumsengenya, kumtengenezea skendo na kumharibia baba mzazi, hali kadhalika tusimuharibie, tusimtengenezee skendo, tusimzushie, tusimsimame padri. Mapadri wamewekwa na Mungu kutuhudumia matakatifu ya Mwenyezi Mungu. Tunapaswa kuwaone kwamba ni wazazi wetu. Tunapaswa kuwa karibu nao katika uhudumio matakatifu. Sisi kama kina mama wa wata, tunapaswa tuwe karibu nao kuona kwamba je, wawata kama mtendaji, kule nyumbani kwa padri kwa mfano jikoni, vyombo vikoje? Je, pale dining, sehemu ya kulia chakula pakoje? Labda makochi yakoje? Na wanaume wa Katoliki na kupeleka matendaji kama kuna wanaume wanakwenda kuangalia zaidi, je, makopo na madirisha yakoje? Je, nyumba inakuja? Kwa sababu wanaweza kuwa wanakuja kwenye changamoto na wasiseme. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuwalinda mapadri, tuna wajibu wa kuwatunza mapadri, tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunawatetea mapadri wetu, na tuna wajibu wa kuwaona mapadri kwamba ni wazazi wetu. Hata Mtaguso Mkuu inatufundisha hata pale tumekuwa tunaambiwa habari na habari, usiwatoe mapadri, sijui kitu gani. Ni katika